Kuna huyu dada ambaye alikuwa na mume wake, actually let's say ni mume wake. Wakazaa watoto wawili. Baada ya kupata watoto wawili, maisha yanatokea, wakagombana wakaachana. Walipoachana, huyu dada akaondoka na watoto. Unajua tena sisi wanawake ukishaondoka inabidi uondoke na watoto wako, mambo ni mengi. Huyu dada akaondoka na watoto wake. Alipoondoka na watoto, akakaa muda, unajua kaka huyu baba akawa hahudumii, anaendelea tu na maisha yake, akaja akaoa mke mwingine. Huyu dada kuna wakati mambo yake kidogo yakaenda mrama, akasema shida ya nini? Kwa sababu watoto na babangu ni mtafutia, akamtafuta yule jamaa. Yule jamaa akamwambia, mimi kwa sasa hivi siko vizuri, siwezi kuhudumia lele. Bibi anajua jamaa ana kazi na miaka yote anamwaga ana kazi na anajua kipato chake, akampeleka serikalini akapewa kiasi fulani cha pesa amtunze huyu bibi. Hii story ni imetokea Kenya. Huyu dada ni Mkenya na mke ni Mkenya. Huyu jamaa ni mwanajeshi. Tena mwanajeshi ambaye ana cheo kikubwa tu jeshini. Kwa hiyo dada kuona kwamba yani wewe mwanajeshi mkubwa una cheo kabisa, unaniambia una hela kutunza watoto, hapana, ndio akampeleka serikalini. Serikalini huyu jamaa akapigwa fine ya kulipa kama 500,000 na ushare hivi kwa pesa za Tanzania. Jamaa akaona sasa huyu anataka kumchanganya. Yaani mimi nisha move on na maisha yangu, nishapata familia yangu, nishapata watoto wangu, afu anataka kuja kujileta hapa. Akaona subiri. Walikuwa hawaongei, walikuwa hawana story. Walikuwa hawana story. Jamaa tu from nowhere akampigia simu akamwambia, nataka uje, njoo na watoto, mje mnisalimie kambini. Mtu huongei naye, mtu huna mahusiano naye, mtu mlishaachana, mtu alikataa kulipa child support miaka na miaka. Anakuja tu anakupigia simu anakuambia njoo tuonane. Mimi ndio maana mimi nasemaga, yani ukiona ex wako amerudi tu ghafla, kama sio kukuletea ukimwi, kaswende, kisonono sugu, basi atakuja kukufanya kitu ambacho utaka usahau maisha yako. Hawarudi bila sababu. Kama hajatumwa na mganga kuja kuchukua nyota yako, basi katumwa aje akuue. I'm telling you, hichi kitu mimi naibaka kila siku. Yaani ukiona ex wako agafa tu amekuita, my friend, kimbia. Vata kondom ndano kama una shida kupatiwana sana. Akamwambia njoo. Huyu dada ana rafiki yake na mamake mzazi yupo, akaenda akawaambia. Akamwambia mamake akamwambia, hichi kitu mbona hakipo? Sasa huyu mtu mlikuwa mwasiliani, mlikuwa muongea, alikuwa amekataa kukusaidia na watoto wako, amekataa kuwahudumia watu miaka na miaka, mpaka mmepelekana mahakamani, mmesumbuana. Yaani mpaka sasa hivi, yani pamoja na kwamba umeenda mahakamani bado anaendelea kukusumbua. Uko sure utakuwa salama unapoenda? Binti akangangania utakuwa sawa, utakuwa nani wanawake. Akili zetu sometimes Mungu anajua mwenyewe. Rafiki yake BFF akamwambia hivi, Mungu, I pray kila mtu katika maisha yake apate BFF kama huyu. Yaani naomba Mungu katika maisha ya kila mtu mmoja wetu hapa tupate BFF kama huyu. BFF wake akamwambia hivi, najua unataka kwenda, sitokukataza kwenda, lakini naomba kila unachokifanya, naomba unijulishe. Yaani kila unachokifanya, unitumie message kama sio kunipigia simu. Huyu binti akaondoka akaenda. Alipoenda akafika ni mkoa mwingine. Alipoenda akafika akamtumia message akamwambia nimeshafika. Kidogo akamwambia huyu ndio amekuja kutuchukua. Baadaye akawa amemwambia baadaye usiku sasa. Akawa amemwambia kwamba baba watoto wangu ameondoka na watoto, amesema anaenda kuwatembeza huko wakasalimiane, kwa sababu walikuwa wanaishi pamoja, kwa hiyo wanajuana baadhi na families ambazo wanakaa sio quarters ama I don't know. Waende wakasalimie huko. Then usiku huyu mama wa watoto wawili akamtumia message rafiki yake akamwambia fulani amerudi, lakini hajarudi na watoto, amesema amewaacha huko kambini, sijui amewaacha sehemu, yani amewaacha kwenye familia fulani ambayo huwa wanakuaga, amewaachia marafiki zake huko kwamba atawafuata kesho. Na amesema amewaacha huko kwa sababu wanataka privacy kidogo, sio wanataka kubanduana wenyewe, sijui. Sasa alipomwambia kwamba amewaacha watoto, kesho yake asubuhi akamtumia message akamwambia ndio tunawafuata watoto. Tunaenda kuwachukua watoto. Ile asubuhi sasa ndio tunaenda kuwafuata watoto walipowaacha. Binti akasubiri update, huyu rafiki akasubiri akuwe updated kwamba okay, sasa hivi nimeshawafuata watoto, nimeshawaona watoto, lakini hamna. Akaona kimya, masaa mawili matatu kimya. Alimtumia namba ya yule bwana. Yaani alivyoenda kule alimwambia pia amtumie namba ya yule bwana in case of anything awe na namba yake. Baada ya masaa matatu kuona kimya, akampigia simu yule bwana. Akamwambia fulani yupo na wewe? Nataka kuongea naye maana simu yake ipatikane. Yule jamaa akamwambia fulani, mmepishana tu kidogo, yani ameondoka, yani ameshachukua watu ameondoka. Rafiki mtu akasema hapana, haiwezekani, unanidanganya, kwa sababu yani nilikuwa nawasiliana naye kila hatua tunawasiliana, yani mpaka kwenda kuwachukua watoto tulikuwa tunawasiliana, kifika kuwachukua watoto aniambie na kuaje, yani ameshachukua watoto ndani ya masaa matatu, kashachukua watoto, mmeshaagana, kashaondoka. No, something is so wrong. Akaenda polisi. Alipoenda polisi akaenda kuripoti kilichotokea. Umeelewa vizuri? Alipoenda kuripoti kilichotokea, I think huyu jamaa naye akaona hapana, hapa ngoja na mimi nikaripoti kituo cha polisi kwamba huyu mtu amepotea, haonekani, ili si unajua tena kubalance story, ili asije akaonekana yupo na shida.
Sasa unajua polisi kule, kwa sababu waliambiwa yule mtu ni mzito jeshini, wasingeweza tu ghafla wakaenda wakamfuata wakasema wewe ni muuaji, umeua, ngoja sasa tukukamate. Hakuna, ilibidi watoke kule waje kwenye huo mkoa ambao ndio alikuwa anafanya kazi. Wakaanza kuchunguza, wakaenda kwenye hilo jengo ambao wanakaa, wakaenda wakaomba CCTV camera. Walipoomba CCTV camera hawakuona, walipopewa CCTV camera hawakuona yule dada akiwa anatoka wala hawakuona mtoto akiwa anatoka. Walichokiona, waliona usiku kuna taxi ilikuja. Yule jamaa akaenda kuongea nao, alipoongea nao ikashindikana. Kwa hiyo yani taxi akaondoka, hakujua ameongea na yule taxi. Wakamtafuta yule dereva taxi, wakamuuliza ulienda kuongea naye nini? Dereva taxi akawaambia ukweli, bwana, mimi nilipoenda pale yule jamaa aliniambia kwamba ana miili ipo kule ndani, anataka niibebe, angelipa kiasi kadhaa, lakini mimi nikakataa, nikamwambia siwezi. Kwa hiyo story yetu ikaishia hapo. Walipoendelea kufanya uchunguzi, wakagundua kwamba huyu jamaa baada ya kushindana na yule dereva taxi, kwa sababu kuangalia CCTV ni wakaona kuna sehemu alienda, kuna jamaa ambaye alikuwa anaomba kazi sana, yani ilikuwa ikitokea channel yoyote ya kujiunga na jeshi alikuwa anaendaga, lakini akawa anakosa. Kwa hiyo anaisha apply kazi mara nyingi sana. Yule jamaa akamfuata akamwambia hivi, unataka ninakuonaga sana una apply kuingia jeshini, inashindikana, sasa mimi nataka nikusaidie. Yani nataka nikusaidie, ukifanya hii kazi ninayokupa, yani wewe ni straight unapata kazi. Kuna miili mitatu nataka unisaidie kuchukua. Miili ya watoto utaenda ukitoa sehemu fulani, kuna imewekwa chumba kingine na ya mama imewekwa chumba kingine. Naomba ukanisaidie kuichukua uipeleke unapoipeleka. Yule jamaa akawapeleka kwenye hicho chumba kilichokuwa na watoto wawili. Akawapeleka kwenye hicho chumba kilichokuwa na mwili wa mke wake. Akawaonyesha jinsi alivyoifunga. Anakwambia nilipokuwa anaweka kwenye gari, somehow maana alipewa na gari ya kuwabebea. Si mwanajeshi mkubwa, alipewa na gari ya kuwabebea. Alipochukua ile miili akasema kwa miili mingine unajua ilikuwa haitoshi, pia nikatoa mwili mmoja hapa nikauweka hapa, mingine nikabidi, yani akawaonyesha akamwambia kila kilichotokea jinsi alivyoibeba, akawaonyesha, akawapeleka mpaka kwenye shamba ambalo anaenda kuwazika, ambalo aliambiwa na wale wanajeshi kwamba wapeleke kawazike sehemu fulani. Akawapeleka akamwambia mkienda mkichimba pale ndio mtakuta mwili wa mama, mkienda mkichimba pale ndio mtakuta miili ya watoto. Kwa hiyo wakaenda wakachimba wakakuta miili ya watoto na mama. Wakawachukua wakawapeleka mortuary hospitali, wakaenda wakafanyiwa autopsy. Autopsy ikaonyesha kwamba wale watoto autopsy inaonyesha kwamba wale watoto walinyongwa mmoja baada ya mwingine bila huruma mpaka wakafa. Alafu pia kwenye autopsy ya mama inaonyesha kwamba yule dada alipigwa na kitu kizito kichwani. Sio kupigwa na kitu kizito basi ndio, alipigwa na kitu kizito kichwani. Baada ya kupigwa na kitu kizito, I think alikuwa na wasiwasi kwamba baada anaweza akawa anapumua, akaenda akamdumbukiza kwenye maji. Kwa muda fulani I think akaona huyu sasa, kwa sababu hajaamka hajafanya nini na yupo ndani ya maji, watakuwa amekufa, ndio akaenda arrange miili kwenye vyumba alivyoweka huko mwenyewe, ndio akamwita jamaa akaja akaibeba ile miili. Sasa kwa sababu polisi washapata ushahidi direct kwamba yule sasa anatakiwa kukamatwa, wakaanza kumtafuta. Guess what? Walimkuta yule jamaa yuko polisi akiwa anafuatilia taarifa za kupotea kwa ex-wife wake, kwa mama watoto wake. Si yeye alienda kuripoti kituo cha polisi kwamba mama watoto wangu amepotea. Kwa hiyo alikuwa yupo kituo cha polisi akifuatilia hiyo issue ya ex wake na watoto wake kupotea. Wakafika pale wakamwambia huko chini ya ulinzi kwa mauaji ya mwanamke na watoto wako wawili. Ndio watu wanashangaa, wewe ambaye uko polisi kumtafuta mtu huyo, kumbe ushamuua na ushatuma watu waenda kumzika huko, unakuja kudalanili huko. Ndio jamaa akakamatwa, wakapelekwa mahakamani. Yule jamaa ambaye alisaidia kwenda kuwabeba wale na kuwazika nini, yeye alihukumiwa miaka 5 kwa sababu yeye alishuhudia la polisi. Kwa hiyo akapewa miaka 5. I think ashaanza kutumikia kifungo chake. Lakini huyu baba ambaye ni mwanajeshi ambaye ndio alifanya hili tukio, bado kesi yake inaendelea, bado hajahukumiwa. My dear ladies, hata wanaume, yaani ukiona umeachana na mtu, mmeachana tena nyinyi ambao mnaachana mnapigana, si mnafanya nini, ukaona mtu umeachana naye kwa mbinde, alafu ghafla tu anakutafuta anataka kurudiana na wewe, my dear, run. You hear me? Run. They don't come with no good. Run. Oh.